Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika darasa letu la mafundisho ya Biblia siku ya leo. Na leo tutakwenda kujifunza, ni kichwa cha somo ambacho ni kama swali, lakini nasema kwamba kinachokupa uhakika wa kwenda na Yesu ni kipi? Kwamba wakati ambapo Yesu Kristo atakaporudi, je, ni kitu gani ambacho wewe kinakupa uhakika kwamba kama Yesu Kristo akirudi leo, sawa na maandiko yanavyosema hakuna ajuaye siku wala saa, je, Kristo leo atakaporudi utakuwa na uhakika wa kwenda naye mbinguni? Au ni nini kinachokupa zaidi uhakika ndani yako? Swali hili ama kichwa cha somo hiki, wakati fulani tukiwa tunahubiri na tulikutana na dada wawili ambao tuliwaulizia kwamba tulikuwa tunawahubiria habari njema, na kabla ya kuwahubiria tukawauliza kwamba wamempokea Yesu Kristo au bado hawajampokea. Lakini walikubali, wakasema kwamba tayari tumeshakwisha kumpokea Yesu Kristo. Na sasa tukauliza swali kwamba kipi ambacho sasa kinawapa uhakika wao wa kwenda mbinguni, kwamba Yesu Kristo atakaporudi leo au kesho kulichukua kanisa lake. Na dada mmoja, walikuwa ni wawili, dada mmoja akawa amejibu kwamba kinachompa uhakika kwanza yeye ni imani yake, lakini pili ni maombi, lakini jambo la tatu anasema na kwenda ibadani. Kwa anasema kutokana na haya mambo ambayo nayafanya mimi, ananipa uhakika direct kwamba Kristo atakaporudi basi na mimi nitakwenda naye mbinguni. Lakini ni sahihi kuelewa hivi ama kuwa na uelewa huu, au ni kipi hasa ambacho kinatupa zaidi uhakika wa kurudi na Kristo pale atakapokuja kutuchukua kwenda naye mawinguni? Kwa katika kutafakari kwangu kuna mambo kadhaa ambayo niliyapata, na nikatamani haya tuyashare wote kwa pamoja, tujifunze kama darasa ili tuweze kupata ukweli halisia wa mambo. Labda kabla tujaendelea mbele, katika comment hapo unaweza ukaandika kwamba na wewe, je, mwanzo ni kipi ambacho ulikuwa unajua kinakupa uhakika kwamba kama Kristo Yesu akirudi leo basi utakwenda naye mbinguni? Na wewe je, labda ni kama watu wengine ambao wanasema, kuna mtu anaweza akasema kinachompa uhakika ndani yake, anaweza akasema kinampa uhakika ni imani ndani yake, au anasema kwa sababu mimi ni Mkristo, au kwa sababu ya matendo ambayo ninayafanya mimi yananipa uhakika kwenda mbinguni, au kwa sababu mimi kila siku ninafanya maombi basi na uhakika kwenda mbinguni, au kwa sababu mimi kila siku ninakwenda kanisani hicho kinanipa uhakika kwenda mbinguni, au ni kwa sababu tabia yangu ni njema, asitukani watu, lakini pia najitakasa kila siku kuhakikisha kwamba makosa yote ninayoyatenda na tubu mbele za Mungu ili niweze kwenda mbinguni. Labda ni katika ufahamu kama huo, na nilipokuwa katika kutafakari, basi Bwana kwa sehemu akawa amenifunulia mambo kadhaa ambayo tutakwenda kuangalia. Ni mambo matatu, na katika hayo tutaangalia ni kipi hasa ambacho kwanza kama Mkristo unatakiwa kukifahamu au kuwa nacho katika ufahamu wako unapokuja katika swala kama hili au ndani ya moyo wako. Kwa hiyo tutaangalia hapa kwa uchache. Jambo la kwanza ambalo natakiwa limpe Mkristo uhakika wa kwenda mbinguni sio matendo unayoyafanya au tabia njema alionayo au na mambo mengine mengi. Hayo ni pati ama ni sehemu ya hayo mambo, lakini kitu cha kwanza ambacho natakiwa kuwa nacho au kikupe uhakika, uwe unahisi ama hauhisi ndani yako, uwe unaona unajisikia kwenda mbinguni ama kama kitu kinakukataza kwenda mbinguni au kuna vitu vinazuia. Cha kwanza kinachokupa uhakika, na mimi kinachonipa uhakika kwenda mbinguni, ni damu ya Yesu Kristo. Na kwamba damu ya Yesu Kristo ndio inayonipa uhakika mimi hata atakaporudi Yesu Kristo, basi mimi pia nitakwenda pamoja naye mawinguni kule. Ni kwa sababu gani ninasema damu ya Yesu Kristo? Ni lazima au ni muhimu kutambua au kujua kwamba damu ya Yesu Kristo imefanya nini katika maisha yetu sisi, au kwako imetenda nini damu ya Yesu Kristo. Ukielewa kwa undani vizuri kuhusiana na damu ya Yesu Kristo imefanya nini katika maisha yako, basi hiyo itakupa uhakika na utakuwa na mashaka wala wasiwasi, kwamba kutambua kwamba damu ya Yesu imefanya nini katika maisha yako.
Cha kwanza tunatakiwa kutambua kwamba damu ya Yesu Kristo imetuondolea dhambi zote, imetufutia makosa yote na hatia zote. Na hizo hatia na hayo makosa ni moja ya vitu kwanza ambavyo vilikuwa vinazuia sisi tusiweze kwenda mbinguni au tusiweze kuwa karibu na Mungu. Hiyo ni eneo la kwanza, kuondolewa dhambi. Ni papana, lakini nitataja haya maeneo kwa sababu ni somo ambalo ni fupi. Lakini jambo la pili, imetuweka huru mbali na utumwa wa dhambi, kwamba damu ya Yesu Kristo baada ya kufa pale msalabani ilipomwagika, imetupa sisi ukombozi, ama imetutoa katika vifungu vya dhambi vya yule adui na kutuweka huru mbali na kitu kinachoitwa dhambi. Maana yake damu ya Yesu Kristo inakuja kuondosha na kusafisha makosa ndani yetu na kutufanya kuwa ni watu wengine kabisa. Na kwa sababu hiyo basi, kama nimewekwa mbali na kitu kinachoitwa dhambi, maana yake dhambi haitawali ndani yangu, na mimi si mtumwa wa dhambi na sipelekeshwi na dhambi. Maana yake mimi ni mtumwa wa Yesu Kristo kwa sababu ya damu iliyomwagika pale msalabani. Maana yake imenipa kuwa huru ndani yangu. Kwa hiyo Mkristo lazima alielewe hilo kwanza pia, kwamba amewekwa huru mbali na kitu kinachoitwa dhambi ama utumwa wa dhambi, ambao huo sasa utumwa wa dhambi, ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 6 na mstari wa 23, anasema maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali kalama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo. Kwa hiyo najua kumbe mshahara wa dhambi ni mauti, na dhambi tayari imeshakwisha kuondolewa ndani yangu. Maana yake ni kwamba mimi si mtumwa wa dhambi tena, bali ninao uzima wa milele kwa sababu ya Yesu Kristo, kwa damu yake kumwagika pale msalabani. Kwa hiyo hilo ni hakikisho namba moja ambalo mimi na wewe tunatakiwa kuwa nalo, ambalo linatakiwa kutupa kwanza uhakika kabla ya mambo mengine, kabla ya matendo, kabla ya tabia njema na mambo mengine. Tunajua kuna imani ipo ndio, lakini basic ama msingi wa imani upo katika hapa msamaha wa kitu kinachoitwa dhambi katika maisha ya Mkristo. Kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza, lakini pia vivyo hivyo kwamba damu ya Yesu Kristo inanena mema juu yetu. Maandiko yanasema kwamba damu ya Kristo inanena mema zaidi ya damu ya Habili. Kwa kumbe damu ya Yesu Kristo unatakiwa kuelewa na kuwa na uhakika ndani yangu kwamba inanena mema kila siku. Maana yake inasimama kunitetea mimi. Kwa kama inasimama kunitetea hata katika makosa ambayo ninayafanya, maana yake damu ya Kristo ina sehemu kubwa katika maisha yangu mimi. Kwa lazima nitambue kazi ya damu ya Yesu Kristo. Katika hiyo nikitafakari vizuri, basi nitakuwa na uhakika mimi wa kwenda na Kristo pale atakaporudi, au hata nikiondoka kabla ya Kristo kurudi, lakini ndani yangu nitakuwa na uhakika kwamba nitaondoka na Yesu Kristo. Kwa hiyo tutambue kwamba tayari tupo ndani ya imani, na basic ya au msingi ama foundation ya wokovu ni damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo ndio msingi wa wokovu kwetu sisi, na ndio inayotupa uhakika wetu sisi wa kwenda mbinguni. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Ukisoma kitabu kile cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana na ile sura ya kwanza mstari wa 7, naomba nitasoma hapa. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana na ile sura ya kwanza na ule mstari wa 5, mstari wa 7, samahani. Hapa anasema kwamba bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake atusafisha dhambi yote. Kwa hiyo anasema kwamba kama tukienenda nuruni, kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Kwa hiyo kumbe damu ya Yesu Kristo, tunapozidi kwenda nuruni, tunapozidi kutembea sawasawa na mapenzi ya Mungu, basi ile damu inafanya jukumu la kutusafisha kila siku, tuwe tunajua au tuwe hatujui, tuwe tumelala au tukiwa tupo macho. Damu ya Yesu Kristo, maadamu tunatembea katika mapenzi ya Mungu, na wewe na mimi tunatakiwa kuwa na uhakika kwamba tunatembea katika mapenzi ya Mungu, basi damu ya Yesu Kristo inakuwa inatutakasa na kutusafisha wakati wote na saa zote,
tunapokuwa katika eneo hilo. Lakini pia ukisoma kile kitabu cha Waefeso sura ile ya kwanza na ule mstari wa 7, napo hapo tutaangalia maandiko yanasema nini. Hapa maandiko yanasema katika ule mstari wa 7, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Kwa katika yeye huyo tunao msamaha wa dhambi. Kumbuka Warumi 6:23, mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa tayari una msamaha wa dhambi, maana yake kumbe hakuna mauti tena ndani yako, au mauti haikutawali, wala mauti sio sehemu yako wewe. Kwa ni jambo ambalo ni la kuweka katika ufahamu wako kila siku na kumuomba Bwana jambo hilo lizidi kukaa zaidi katika moyo wako kila siku. Haleluya. Lakini pia ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 9 na ule mstari wa 14, jambo kama hilo hilo linazungumziwa na mwandishi wa kitabu cha Waebrania. Hapa kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 14 anasema, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itatusafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo kumbe inatusafisha pia dhamiri zetu na matendo yote mafu. Haleluya. Kwa hiyo kama Mkristo natakiwa kulielewa hili jambo vizuri, kwa sababu ukielewa, huu ni msingi kabisa ambao ni wa wokovu, ambao shetani usipoujua atakutesa kwa sehemu kubwa. Haleluya. Kwa hiyo sababu kubwa ni nini hasa, au uamini ni nini hasa ambacho kitakupeleka mbinguni Kristo atakaporudi leo? Sababu ni hizo. Ya kwanza tumeshasema hapo kwamba ni damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo amini kwamba umesamehewa dhambi zako zote, sio kwa jitihada zako, lakini kwa damu. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Waefeso ya kwamba sio kwa ujanja wetu wala sio kwa nguvu zetu, mtu yoyote au mtu awaye yoyote asije akajisifu, na kwamba tumesamehewa dhambi zetu bure pasipo matendo yetu sisi, lakini damu hiyo inakusafisha kila siku. Kwa hiyo wakati mwingine unaposema nimetenda dhambi na jinsi nina makosa mbele za Mungu, kabla hujaenda kuomba msamaha, damu ya Yesu Kristo tayari imeshakusafisha. Unapokwenda kuomba msamaha, maana yake ni unafanya ile affirmation ndani yako, kwamba hakikisho ndani yako, au natamka uhakika wa kile kitu unachokiamini kwamba ni hakika na ni kweli. Haleluya. Wala Mungu hatusamehi dhambi zetu pale tunapokwenda kupiga magoti na kuanza kulia mbele zake pasipo damu ya Yesu. Hiyo haiwezekani kusamehewa dhambi zetu, lakini tunasamehewa dhambi zetu kwa njia ya imani. Na hata unapokwenda kutubu mbele za Mungu umekosea, sio ile toba yako ndio inayokwenda kuondosha dhambi. Kumbuka kabisa, kabla ya hayo yote, damu ya Yesu Kristo imeshakwisha kukutakasa. Kwa sababu kama ni hivyo kwamba unakwenda mbele za Mungu na hiyo dhambi umeishikilia ndani yako, ukitegemea kwamba pale utakapoomba ndipo utakaposamehewa, basi usingekuwa na uwezo hata wa kusogea mbele ya kiti cha Mungu. Kwa sababu unaposogea mbele za kiti cha Mungu, maana yake ni kwamba damu ile ya Yesu Kristo imeshafanya kazi katika maisha yako, na ndio maana unaona ujasiri wa kwenda mbele za Mungu kuomba toba. Lakini bila hivyo usingepata huo ujasiri wewe wa kwenda mbele za Mungu kuomba kitu kinachoitwa rehema. Haleluya. Kwa hiyo damu ya Yesu ni somo ambalo ni pana, ambalo Mkristo anatakiwa kulielewa ndani yako na kujua damu ya Yesu Kristo ndio imekupa uhakika ndani yako, imekupa uhalali hata wewe kutumia jina la Yesu na kufanya mambo mengi. Hiyo ni eneo la kwanza. Lakini pia katika jambo la pili ambalo katika kutafakari nikajifunza kwamba utakuwaje na uhakika, ni wewe kuwa na mahusiano mazuri na Yesu Kristo au Roho Mtakatifu. Unapokuwa na mahusiano mazuri na Yesu Kristo au Roho Mtakatifu, hii itakupa uhakika wewe kwenda na Kristo pale ambapo atakaporudi, au kabla hata ya Kristo kurudi hapa duniani. Utakuwa na uhakika ndani yako unapokuwa na mahusiano ya karibu na Yesu.
Kwa Mkristo ambaye hana mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu hawezi kuwa na uhakika ndani yake. Anaweza akawa ni mwombaji, anaweza akawa ni msomaji wa neno, anaweza akawa anaenda ibadani, lakini bado huyu mtu asiwe na uhakika wa kwenda na Yesu Kristo. Unaweza ukasema, kwa nini mtumishi unasema hivyo? Kama mtu anaomba, kama mtu anafunga, mtu anaenda kanisani. Ni kweli. Waulize Mafarisayo au soma kitabu cha Mathayo. Mafarisayo walikuwa wanaenda ibadani, walikuwa wanaomba, walikuwa wanasoma Torati, lakini bado walifeli kumwelewa Yesu Kristo. Lakini bado hawakuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Walijua ile ni njia ambayo wawe nawapa mahusiano bora na Mungu, lakini kumbe ilikuwa sio. Ilitakiwa wamsikilize Kristo kwa wakati ule. Kwa hiyo hata nyakati hizi za leo, mtu anaweza akawa anaenda kanisani kila siku, anafunga, anaomba, mpaka anaenda kuhubiri Injili, lakini huyo mtu bado asiwe na uhakika pale Kristo atakaporudi. Kwa sababu hivi vitu havikupi uhakika wewe kwenda na Kristo. Havikupi uhakika kabisa wa wewe kwenda na Yesu Kristo. Maana unaweza ukawa unasoma neno, lakini hilo neno usilitii. Ni kweli ni msomaji wa neno, neno linakukataza katika mambo fulani, lakini wewe unachagua kwamba mimi nitaenda na hiki hapa, mimi hiki hapa. Hapana. Manake hapo ni mwanzo wa kufarakana na Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema tufanye 1, 2, 3. Wewe unasema mimi nitafanya hivi, lakini kwenye hili hapana. Kwa hiyo na kosa kuwa na mahusiano ya karibu na Mungu. Ni kweli unasoma neno, lakini je, unafuata kile neno ambacho linachokwambia? Haleluya, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo unaweza ukawa ni mwombaji, lakini usiombe sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ni kweli unaomba, lakini unaomba uenda kwa tamaa zako mwenyewe, kama maandiko yanavyosema kwenye kitabu cha Yakobo, kama unaweza ukawa unaomba, lakini unaomba kwa tamaa zako, unaomba kwa namna ambavyo wewe mwenyewe unataka ufanye, na mwisho wa siku yanakuwa ni maombi ambayo hayafiki mbele za Mungu au hayana nguvu mbele za Mungu za kukusaidia. Haleluya. Kwa hiyo unapokuwa ni mwombaji sana ni vizuri, lakini je, maombi yako yana align na Roho Mtakatifu? Ni somo ambalo pia hili ni pana. Mungu akitupa neema tutajifunza kuhusiana na eneo linaloitwa uombaji. Kwa hiyo unaweza ukawa unaomba, lakini maombi yako yasiwe na nguvu, kama vile Mafarisayo walivyokuwa naomba. Ni kweli walikuwa naomba vizuri, lakini maandiko alikuwa maombi yao yalikuwa ni showmanship. Maana yake ni kujionyesha kwa watu na watu wawatukuze kwamba mtu fulani ni mwombaji. Haleluya. Au watu fulani ni waombaji. Maandiko yanasema alikuwa akikaa katika kona za njia ili waweze kuomba, ili watu watakapowaona wawasifu, wawatukuze. Lakini Bwana Yesu anatuambia sisi tunapoomba tuingie sirini na Baba yetu aliye sirini atatujazi. Haleluya. Kwa hiyo ni eneo ambalo ni la muhimu na la msingi, kwamba katika maombi yako, je, unaomba sawasawa na mwongozo wa Roho Mtakatifu? Unasoma neno, je, hilo neno nalitii? Unaenda kanisani, je, kwa lengo la kufanya ushirika au kwa lengo la kwenda tu kama desturi? Kwa hiyo ukienda kama kwa lengo la kufanya ushirika, ni kweli utamuona Mungu. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo unapotii, unapoomba sawasawa na mapenzi yake yeye, maana yake kwamba unaenda katika mwongozo wa Roho Mtakatifu, hiyo itakupa uhakika tu ndani yako kwamba mimi nikifa hapa leo hii nitakwenda mbinguni. Haihitaji kujiuliza au kutafakari sana. Lakini hii itakupa hata kujua muda wa kuondoka kwako, na kwamba kazi ambayo Kristo amekuitia umeimaliza. Unapokuwa na mahusiano mazuri utaelewa. Haitakuwa ni hali ambayo ni hali labda ambayo ni ya kuhisi kwamba bado sana kazi sijafanya, lakini mwisho wa siku kama ukikamilisha kazi uliyoitiwa utaelewa. Leo Mtakatifu atakwambia, na wakati wa kuondoka kwako utajua kwamba kuna majira fulani atafika nitaondoka. Unaweza usifike, usijue tarehe, usijue siku wala saa, lakini ndani yako Roho atakushuhudia sana kwamba wewe wakati wako wa kuondoka unakaribia au umefika, kwa sababu kazi niliyokuitia kuifanya umemaliza. Tumsome mtu mmoja anaitwa Paulo kwenye kitabu cha Timotheo wa pili, sura ile ya 4 mstari wa 6 mpaka ule wa 8. Napenda andiko hili sana kwa sababu linanipa chachu mimi mwenyewe ya kutaka sana kuwa kama huyu mtu, kuwa na uhakika kama wa huyu mtu aliyokuwa nao. Timotheo sura ya pili mstari ule wa 6 mpaka wa 7. Hapa huyu ni mtume Paulo anatoa maelekezo kwa mwanae Timotheo. Anasema, kwa maana mimi sasa
na miminwa, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Kwa hiyo Paulo alijua kwanza wakati wa kufariki kwake umefika. Angalia sentensi ya pili. Kwa nini anasema hivyo kwamba wakati wa kufariki kwangu umefika? Sentensi inayofuata mstari wa 7 inatoa uhalisia wa hicho kitu ama wa statement ambayo ameisema hapo mwanzoni. Anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Kwa Paulo alitambua, kwa sababu alikuwa na mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akamwambia wakati wa kuondoka kwako umefika. Paulo akawa na uhakika ndani yake kwamba vita amevipiga vilivyo vizuri, imani ameilinda na mwendo ameumaliza salama. Sio sentensi ambayo kila mtu anaweza akaisema. Si sentensi ambayo kila mtu anaweza akasema. Kwa anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu bali watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Haleluya mtumishi. Soma hili andiko vizuri kwa kutafakari. Anasema kwamba wakati wake wa kufariki umefika. Lakini anasema vita amevipiga vilivyo vizuri, mwendo ameumaliza, manake kazi aliyoitiwa imeisha. Lakini pia anasema imani nimeilinda, manake kulikuwa na mahali ambapo alitakiwa alinde imani yake alinde, lakini pia injili alinde. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 19 kama sikosea au 20, wakati alipokuwa Waefeso kula na waaga wale watu, anasema kwa miaka 3 siku na mchana alikuwa akiwaonya na kuwafundisha kila siku, akihakikisha kwamba wakue wasiweze kupotea. Maana alikuwa anapambana na hayawani waliokuwa kule pia Efeso. Na ndio maana anasema anaondoka, lakini atakapoondoka kuna hayawani wengine wakali ambao watakuja kwa ajili ya kuliharibu kanisa. Maana yake Paulo alikaa pia kulilinda kanisa, kuhakikisha kwamba hakuna kitu kibaya kinapenya ndani ya kanisa kuja kuliharibu kanisa. Kwa ndivyo hivyo na sisi, je, tunao uhakika katika maeneo ambayo tumeitiwa? Ni jambo ambalo tunatakiwa kulifahamu, kulijua na kulitendea kazi. Kwa hiyo ni moja ya uhakika ambao utakupa wa wewe kuenda na Kristo pale atakaporudi. Lakini eneo la mwisho kabisa la tatu ni kuishi kama Kristo alivyoishi hapa duniani. Kuwa na uhakika huo au maisha ambayo unayaishi ni sawa na maisha ambayo Yesu Kristo aliyaishi duniani hapa. Soma kitabu kile cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 mstari wa 17 tutasoma. Kwa hiyo namna ambavyo alitembea Yesu Kristo ulimwenguni hapa, ndivyo ambavyo inatupasa na sisi kutembea. Tukitembea hivyo, maana yake tutakuwa na ujasiri. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 mstari wa 17. Na hapa anasema mstari wa 17, katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu, kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo sisi ulimwenguni humu. Ukisoma katika version za Kiingereza, nitakuwekea hapo, utaona jinsi anavyosema, alafu nitakusomea tafsiri yake hasa ni nini. Maana yake ni kwamba tunapoishi katika pendo la Mungu wetu tunazidi kuwa ni wakamilifu. Kwa hiyo hatutaogopa siku ya hukumu, bali tunaweza kuwa na ujasiri, ama tutakuwa na ujasiri wa kusogea mbele zake yeye, kwa sababu kama Yesu Kristo alivyoishi hapa duniani, na sisi ndivyo tulivyoishi. Kwa hiyo tuishi pia kama Kristo anavyoishi ama alivyoishi hapa duniani. Katika namna zipi? Namna nyingi. Kristo alifanya huduma, alifanya kazi ya Mungu, lakini mambo mengi ambayo aliyafanya. Kristo hakukaa mahali na kuanza kumsengenya Yuda, japokuwa alijua Yuda ni mbaya wake, lakini hakumsengenya kwa mtu yoyote. Kristo alijitoa kwa ajili yetu sisi. Kristo alifanya mambo mengi kwa ajili yetu sisi.
upendo wake ulikuwa hauna mipaka. Kwa hiyo vivyo hivyo na sisi upendo wetu unakuwa hauna mipaka hata kwa adui zetu. Hata kama tunajua huyu ni mtu ambaye anatuwazia mabaya, lakini tusimwazie sisi pia katika mabaya au kutoka mahali hapo na kuanza kumsema sehemu nyingine. Iko hivi kwa watakatifu wengi. Unaweza kuwa na mtu ambaye yeye unajua kabisa ni mtu ambaye anakuwazia mabaya, ni snitch kwako, na ukao na akti mbele zake kwamba unampenda na unamjali, lakini unapotoka hapo unamfuata Mkristo mwenzako, unaanza kuexpose na kuongea mabaya na maovu ya yule mtu. Maana yake ni kama unafanya usengenyaji kwa yule mtu. Ni jambo ambalo Kristo hakuwahi kulifanya katika maisha yake yote. Lakini je, wewe pia uko hivyo? Unajitoa kwa ajili ya wengine, unawahudumia wengine, unahubiri kazi, unafanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo hayo yote yanatupa sisi, ili ni moja ya kutupa uhakika sisi kwenda na Kristo atakaporudi. Kwa hiyo watu wanakuwa hawana uhakika ama hawana ujasiri. Kwa maana Mkristo leo anaogopa akiambiwa siku ya hukumu, anaogopa kwa sababu maisha yake haishi sasa na Kristo ambapo alikuwa anaishi ulimwenguni hapa. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi na la muhimu sana kulifahamu. Kwa hiyo Bwana tusaidie kuyashika haya yote ambayo tumejifunza hapa na kutembea pamoja na yeye.